Vijana na wanaharakati chipukizi katika kaunti ya Tana River na maeneo mengine ya pwani wameendelea kupewa mafunzo ya utetezi wa haki za kibinadamu ili kuhakikisha wanatekeleza utetezi wao kwa njia faafu. Eunice Adhiambo, mtetezi wa haki eneo la pwani, amesema kwamba kaunti ya Tana River imeshuhudia visa vingi vya ukiukaji wa haki za kibinadamu ambavyo vinastahili kuangaziwa. Kuanzia Januari tumekuwa tukishirikiana na shirika la Haki Yetu organization kuwaelimisha vijana wanaharakati uibuka kutoka kaunti ya Tana River, Kilifi, Mombasa na Kwale ili waweze kufanya hii kazi yao kwa ufasaha zaidi. Katika miaka 20 ambayo nimefanya kazi katika uga huu wa pwani katika utetezi wa haki za kibinadamu, kuna baadhi ya mambo yamekuwa yakijirudia, ni kama yamekuwa sugu, ni matatizo yamekuwa sugu katika kaunti hasa ya Tana River. Kuna masuala ya ardhi. Katika masuala ya ardhi tunazungumzia umiliki wa ardhi, usimamizi wa ardhi na matumizi ya ardhi. Mbali na masuala ya ardhi, kuna masuala ya jinsia ambayo vile vile inachangiwa sana na mila na desturi zetu hapa Tana River. Kuna ukiukaji wa haki za wanawake, kuna ukiukaji wa haki za watoto. Ukiangalia takwimu za kimataifa za kitaifa utakuta kuwa kuna masuala ya ubakaji, masuala ya ndoa za mapema ambayo inachangiwa na mila ambazo zinakubali mila na dini wasichana wadogo kuolewa mapema. Vile vile kuna masuala ya ukeketaji. Swala la ugatuzi lilikuja ili kuimarisha maendeleo nyanjani. Ni vibaya sana kuona katika kaunti ambayo ina serikali ambayo inajielewa, bado kuna watu wanaishi kwenye hema kando ya barabara kuanzia msimu wa mvua uliopita. Sasa hii msimu mwingine wa mvua umeanza, bado kuna watu wanakaa kando ya barabara, na hii ni kaunti ambayo inapata mgao wake kutoka kwa serikali ya kitaifa. Mohamed Duale, kati waliofaidi mafunzo ya utetezi wa haki, anasema kwamba iwapo vijana watawezeshwa na kusikizwa, itakuwa rahisi kuwasilisha hoja zao kwa washikadau mbalimbali. Mara mingi vijana huwa wanajitokeza wakati wao wenyewe wamechoka, na katika kujitokeza kwao wanajitokeza na hasira. Katika hiyo hasira wakiwa wamejitokeza, itakuwa ni mambo kama kwenda kuandamana katika mabarabara ama kupiga kelele katika social media na nini. Itakuwa at the end message haitakuwa imefika kikamilifu, manake mtu akiwa akiongea anaongea akiwa ni mtu mwenye hasira. Hii fursa pia ipelekwe huko kwa grassroots level ili youth wengi ama vijana wengi wakuwa wameelewa zaidi. Kando na hii sisi ya elimu hii kidogo ama ya leo yenye sisi tunaenda kushare na wao kama vijana. Kwa mujibu wa Vincent Ouma kutoka shirika la Haki Yetu lililoandaa mafunzo hayo, wakati umewadia kwa vijana kuhusishwa katika masuala ya uongozi wa nchi kutokana na uwezo mbalimbali waliodhihirisha. Aidha, ametoa wito kwa jamii kujihusisha kwa utetezi wa haki, kwani ni jukumu la kila mmoja. Moja zile makundi ambazo kidogo kwamba zijapewa nafasi sana ya kuonyesha ueledi wao katika masuala ya uongozi ama kutoa michango yao na sauti zao katika hii hali ya mambo ya uongozi wa Tana River ni vijana. Na ndio tukasema kwamba sasa tutakuwa tunalenga tujaribu pia kuelekeza macho yetu kwa hao vijana ambao wameonyesha taifa mzima. Sasa tumegundua kwamba wana uwezo mkubwa wa kubadili masuala ya uongozi hapa nchini na vile vile katika kaunti letu la Tana River. Na ndiposa tukasema kwamba tunapotembea katika ile harakati tutakuwa tunawajenga, tukuwapatia uwezo, kuwapatia nguvu ya kuhakikisha kwamba mambo yanayohusu uongozi wao watakuwa wanajishughulisha. Mara mingi watu wengi hawaelewi kwamba utetezi ni kazi ya kila mtu. Sisi kila mmoja wetu kwa njia moja au nyingine huwa ni mtetezi wa haki za binadamu. Tofauti tu ni kwamba labda wale wanaharakati ni kwamba wamejitokeza mbele, wamekuja mbele wakasema kwamba sasa wao kwa sababu hawawezi wakanyamaza vile wengine wamenyamaza, watakuja mbele, kifua mbele na kuanza kuyazungumzia na kuwatetea wenzao. Dennis Maithia, KYTV, Benihola, kaunti ya Tana River.